oye! Makoka oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Majina yangu mimi naitwa Olbari Kwirini Shirima, kazi wakati ya Makuburi kwa miaka 26 iliyopita. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia afya njema. Nilikuja hapa 2015 tukazungumza, tukaongea na Makoka, lakini mambo hayakuwa upande wetu, hatukuwa na bahati. Lakini sasa nimekuja tena 20 na kuombeni, nipo nanyi siku zote, tumeshirikiana katika shida na raha. Nimehudhuria harusi ndani ya mtaa wa Makoka, nimekuja kwenye misiba. Furaha na shida zimekuwa ni zetu, kwa maana wote tupo ndani ya kata ya Makuburi. CCM oyee! Ndugu wana Makoka, naomba leo nitumie muda mfupi nilionao niseme ni kwa nini mniombee mie kura niweze kuwa diwani wa kata ya Makuburi. Kuna vipaumbele ambavyo ndio kero kubwa ndani ya kata yetu ya Makuburi na mtaa huu wa Makoka. Kero zilizokuwepo ndani ya kata zimeainishwa kwenye ilani hii ambayo nimekabidhiwa na mwenezi wa wilaya. Kitabu hiki kina kurasa 303, kimeainisha masuala yote ya uongozi, uadilifu, maelekezo na namna ya kutatua kero. Lakini kero kubwa ndani ya kata yetu na mtaa wa Makoka ni barabara. Barabara imekuwa ni sehemu ya tatizo. Barabara ni sehemu ya tatizo kubwa za ndani ya kata. Mtaa wa Makoka kuanzia Mchichani kuja hadi daraja la mwisho wa mtaa huu wa Makoka limekuwa ni tatizo kubwa. Kwa miaka 10 barabara imeachwa, imetupwa kabisa, haishughulikiwi. Lakini kero kubwa na adha wanaipata na Makoka wanaoitumia kila siku asubuhi na jioni kwenda kutafuta riziki au kwenda kwenye majukumu mengine. Kipaumbele hiki cha barabara kinaunganisha na madaraja au vivuko vidogo vidogo, na vitambua kivuko cha kwenda Luguruni kipo hapo. Nimeshakuja kwa mchango wangu mwenyewe wa kuja nikashirikiana na wana Makoka kutengeneza hicho kivuko. Ni mara 2 shakuja, lakini hakijawa imara. Nitashughulikia barabara hii, nitaipigania ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo iweze kujengwa kwa kiwango cha lami ili tuondokane na kero hii. Nitakapofika manispaa nitajenga hoja na nitaisimamia hoja yangu ili kero hii iondoke. Sasa hivi kivuko cha kutoka, serikali inajenga kivuko cha kutoka Makoka kwenda Gide kuunganisha Kimara, nacho hiki tasimamia nihakikishe kinamalizika. Sehemu zenye matatizo madogo madogo tutajaribu kuanza, lakini barabara hii nitaipigania iwe kwa kiwango cha lami. Lakini mitaa mingine, barabara za mitaani tutazijengea mifereji na tutajenga kwa kiwango cha kokoto ili zipitike wakati wote wa mwaka. Kero nyingine au changamoto ni hospitali. Sisi tuna zahanati moja kata nzima Makuburi. Kata Makuburi ina wakazi 73,000. Watu 73,000 wanahudumiwa katika zahanati moja iliyopo Mwongozo. Mtakaponichagua na kunipa kura za kutosha, mimi nitaenda kupigania, nitajenga hoja tuweze tuwe na kituo cha afya ambapo kitajengwa pale Mwongozo kule Makuburi. Na vile vile ninazo taarifa huku Makoka mna eneo la kujenga zahanati. Sasa pale patakuwa kituo cha afya, huku tutaweka zahanati. Nitamwomba Mungu aliongoze haya ninayosema
nikasimamie kwa muda wangu wote. Nilipojaza fomu ya kuomba ridhaa ndani ya Chama cha Mapinduzi niwakilishe Katangwa ya Makuburi nafasi ya udiwani, nilisema nina nafasi, nina muda na nina uwezo wa kwenda manispaa wakati wowote na kwa kipindi chote, ili kuwapigania wana Makuburi na wana Makoka maendeleo ya kizazi hiki. CCM oyee! Changamoto ndani ya kata Makuburi na vile vile ndani ya eneo la Makoka ni soko. Soko ni sehemu ya ajira. Tutakapokuwa na soko, tutauza bidhaa zetu ndani ya soko lile, na zile zinazotoka nje ya eneo letu zitaletwa, tutazipata kwa bei nafuu, na vile vile tutafanya biashara ndani ya lile soko. Sisi Makuburi tumepata eneo moja ambalo tumepewa eneo lile na jeshi, lipo kule mtaa wa Makuburi Kibangu. Mimi nitakapoingia madarakani nitalipigania lile soko. Ni eneo kubwa, liweze kuwa ni eneo ambalo wana Makuburi wataingiza magari, yatakuja yenye mazao kutoka shamba. Gari lije moja kwa moja likiwa na mazao kutoka shamba, lilete ndani ya kata yetu tuweze kuuza au tuweze kununua kwa bei nafuu, badala ya watu kufukua wachuuzi kwa matenga ambao bidhaa zinakuwa ni ghali. Tutalipigania soko lile, na vile vile tutaangalia maeneo ya Makoka yapate masoko madogo, magari madogo yanayoleta miogo kutoka shamba yafike maeneo hayo, sisi tuweze kupata bidhaa zile kwa bei nafuu. Kwa hivyo ndugu zangu wana Makoka, hili eneo litatusaidia kwa watoto wetu, vijana, akina mama kufanya biashara kwenye masoko haya ambayo nitayapigania yawepo ndani ya kata yetu. Maeneo ya shule zetu zina matatizo, zina upungufu wa vyumba vya madarasa. Nitapigania na nitasimamia haki ya kuweza kuongeza vyumba vya madarasa ili watoto wetu wasome katika nafasi, wapate nafasi nzuri ya kukaa. Tutapigania vile vile, tutapigania madawati. Madawati sio lazima serikali itoe madawati, lakini kupitia wadau mbalimbali, marafiki na mashirika mengi, tutaomba waweze kutupatia madawati na watoto wetu wakae salama. Na mwisho wa kukaa chini kwa vijana Makuburi na Makoka ni sasa. Nitaisimamia hiyo sera na hoja yangu hii nitaijenga ili shule zote zipate madawati, na vile vile tuwe na mabomba ndani ya shule zile. Kila shule iwe na bomba, watoto wasibebe tena vidumu. Masuala watoto wadogo wanabeba vidumu vya maji, mafagio kuendea shuleni. Sasa mwarobaini wake unapatikana kwa kuweka mabomba katika kila shule na matenki ya maji ya akiba, ili maji yakikatika wale watoto waendelee kupata huduma na waimarike katika afya zao, kuepuka maradhi ya mlipuko. Swala lingine ni kuweka uzio, ukuta, kuzungushia kuta kwenye hizi shule za msingi. Ni hatari sana shuleni uweze kujua watoto wanatoka saa ngapi, na wanapokuwa wakati kipindi cha mapumziko wanatoka kwenda kuhangaika mitaani kujinunulia miogo, kujinunulia vitu mbalimbali vya kutafuna. Hujui wale wanaouzia wanaviweka katika hali gani, au ni marafiki wa watoto zetu, hatujui. Watoto watakaa ndani ya fence, na wale wanaotoa huduma za vitafunwa basi wafanyie ndani ya shule zile, waviandalie ndani ya shule, ili tujue mtoto wetu akipata tatizo lolote la tumbo tunajua amekula chakula kilichoandaliwa ndani ya shule. Kwa hivyo ni muhimu sana watoto kuishi katika uzio, na muda wa mapumziko hajulikani mtoto yuko wapi, hajaingia mtaani, kwa usalama wa watoto wetu, kwa maana sisi ndio wenye jukumu la kulinda watoto wetu. Tulikuwa na jambo moja ambalo limeonekana kama ni maneno tu kila wakati. Changamoto hii inaonekana ni maneno, ni historia, lakini swala la mkopo kwa kina mama na vijana limekuwa ni swala linalozungumzwa. Lakini ni kwa nini linazungumzwa lakini halina mafanikio? Kwa kipindi ambacho amekuwepo meya na diwani wa chama cha upinzani, Ubungo imeongoza katika kutoa mikopo ya halmashauri kuliko wilaya nyingine yote mkoa wa Dar es Salaam, lakini mikopo ile haijawafikia kina mama, haijafikia vijana
na haijafikia walemavu. Wamefanya walilofanya, walikokuwa napeleka zile pesa hapajajulikana. Mimi nitapambana akina mama makoka na vijana na wale walemavu wapate haki yao ambayo ni haki ya msingi na imeainishwa katika katiba. Kwa hivyo mimi mikopo ile itasimamiwa kwa haki na itakuja kwa upendeleo kwetu sisi wana CCM. Nisema ukweli, kwa maana wao wamejipendelea miaka 10 na sisi tutajipendelea mtakaponichagua kuingia madarakani. CCM oyee! Vile vile hatutaishia tu kupigania mikopo na kutetea wakina mama makoka na makuburi nzima kupata mikopo. Tutaweka elimu, tutatafuta watu wenye weledi katika mambo ya biashara, nitawaomba au hata kwa kulipa ili watoe elimu. Kwa maana uwezi ukimkopesha mtu bila kumpa elimu ni sana hujamsaidia. Mpe elimu alafu mkopeshe ili aweze kuzalisha kwa kile alichokopa, aweze kuendeleza mtaji. Tutatengeneza michanganuo ya biashara ndogo ndogo za wajasiriamali ili wafuatilie kwa makini na waweze kurejesha mikopo ile waliokopa. Changamoto nyingine katika maeneo yetu ni viwanja vya michezo. Viwanja vya michezo vimekuwa adimu kwa maana vimevamiwa na watu wamejenga kwenye vile viwanja, na sisi kama wananchi wa makoka au makuburi hatujalinda yale maeneo yaliyokuwepo. Lakini sasa yale maeneo ambayo yapo tutayaweka salama, yaweze kutumika na vijana wetu, tuweze kuvumbua vipaji vya vijana, tutengeneze vijana ambao watapata ajira kupitia michezo. Tutaweka maeneo ya michezo mbalimbali, mipira ya miguu, netball, ngumi, hata kutafuta vipaji vya riadha ili watoto wale, vijana wale waweze kupata ajira. Kwa maana michezo imegeuka kuwa ni ajira. Tunaona mchezo wa ngumi watu wanapata pesa nyingi, mchezo wa mipira wanapata pesa, timu zinatoa malipo mengi kwa wachezaji, na sisi tuna vipaji ndani ya kata hii. Kwa hivyo tutafanya kila linalowezekana kuinua vipaji vya watoto wetu kwa kutafuta viwanja na maeneo ya michezo. Vile vile tutasimamia agizo la serikali la urasimishaji makazi, yaani maeneo yetu yaweze kupimwa na watu wapate hati, na katika hati hizo waweze wazitumie kwa kukopa kwenye taasisi mbalimbali ziwe na dhamana. Na vile vile hati ni kupunguza migogoro ya ardhi, uvamizi. Ukiwa umepima eneo limepimwa halina mgogoro, hazitakuwa na mgogoro, hakuna mtu ataisogelea barabara. Tatizo kubwa la hizi barabara zinavamiwa, watu wanajenga, wanifuata barabara. Lakini barabara ikiwa imeshapimwa kwa kiwango kinachostahili, mtu atakayevamia au kuisogelea barabara atakuwa amejitafutia tatizo, hata bomolewa na hata alipo, kwa maana yeye amefuata barabara. Kwa hivyo tutakuwa na kupima maeneo yetu ili kila eneo liwe salama. CCM oyee! Kwa hivyo ndugu wananchi, wana Makuburi, kwa kusema haya, mimi jioni ya leo kuna vipaumbele vingi ambavyo tunavyo na matatizo ni mengi. Sisi tuna eneo la kituo cha polisi tumepewa na wawekezaji wa EPZ wametoa eneo kwa ajili kijengwe kituo kikubwa cha polisi, iko tena Makuburi pale. Kituo kile kitakapojengwa kitakuwa ni kituo chenye hadhi ya kuwepo OCD. Kwa hivyo tutaingia sehemu salama, tutakuwa tunaishi katika hali ya usalama. Vile vile eneo lile nitaimiza serikali nitakapoenda kujenga hoja ili ujenzi wa kituo kile uanze mara moja, ili eneo lile tusije tukalikosa likatumika kwa matumizi mengine. Tunatambua matatizo ya Mtogide umeshambulia, unaleta ni hatarishi.
umekuwa ni joka linalomeza maisha ya watoto wetu, hasa wakati wa mvua. Umekuwa na tatizo la kubeba nyumba za watu. Nimetembelea eneo lile la Mtogide wiki moja iliyopita. Niliambiwa kuna hatari ya nyumba 75 zikachukuliwa na ule mtu. Nyumba 75 tumepita na tumeona hatari ya ule Mtogide. Kwa hivyo kipaumbele cha kwanza kabisa, wale ni wenzetu wameishi ndani ya kata ya Makuburi, wamejenga kwa gharama kubwa na kwa kipato kidogo. Nitapigania zile nyumba ili ziwe salama na watu waweze kupata maisha, waishi na watoto zao na familia zao. Muda huu nyumba 75 zikiondolewa na maji au mafuriko yale ya Mtogide, wataenda wapi? Maisha yenyewe yashakuwa hivyo, pengine mtu ashastaafu. Tutapigania ule mto kwa kweli uimarishwe. Je, watu wamejaribu kuangalia miundombinu ile iliyokuwepo pale. Tutalinda ule mto, kusiwepo na watu wa kuingiza makatapila, yani kutengeneza ule mto peke yao. Ni serikali iwe na jukumu la kuusimamia ili kutopindisha mwelekeo wa maji ambayo yanasababisha hatari kubwa. Kwa kusema hayo, ndugu wana Makoka, na waombeni tena, na mara nyingine narudi tena kuomba kura. Naomba kura za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli apate kura nyingi kutoka Makoka. Makoka oye! Naomba kura za kutosha kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ubungo mteule Profesa Kitilia Alexander Mkumbo apate kura nyingi. Amepata. Naomba kura za kutosha kwangu mimi ndugu yenu mkazi mwenzenu wa Makuburi Olvari Shirima kwenye nafasi ya udiwani, kura za kutosha. Kwa kufanya hivyo, nikipata nafasi ya udiwani bila kuwa na mbunge siwezi kufanya kazi zinazojiri. Kwa hivyo naomba mnipe nafasi 3 hizo tupate kura za kutosha ili tuijenge Makuburi yetu. CCM oyee! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kila laheri. Mimi ni mwana Makuburi, nitarudi kwa kuja sio kwenye jukwaa, nitatembea nyumba kwa nyumba, tutasalimiana kwenye masoko, kwenye vijiwe, sehemu zote nitafika. Mnikaribishe, mnipokee wakati wote wana Makoka. CCM oyee! Mmesikia Shirima? Wangapi watampigia kura tarehe 28? Shirima oye! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Tokea amepanda hapa juu Shirima mpaka amemaliza, umemsikia anamtaja mtu kwa ubaya? Hivi unangoja nini? Wajanja wote wa mjini wanamiliki viwanja, kasoro wewe tu. Basi ondoa shaka. Ni muda wako kumiliki kiwanja na Suyutwi Link Tanzania. Kati ya viwanja 500 vimebaki 70 tu, na huu ndio wakati wa kumiliki na wa kutimiza ndoto yako kwenye maisha yako. Mradi wetu uko Vikindu, maarufu kiwanda cha plastic, katika wilaya ya Mkuranga. Kama unatokea Tandika, Gerezani na Posta, utapanda gari moja tu mpaka Vikindu. Ukitoka Vikindu mpaka kwenye mradi wetu ni umbali wa kilomita 3 tu. Mradi wetu umezingatia masharti na vigezo, huku huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, umeme, shule, hospitali. Vyote hivi vinapatikana kwa ukaribu, na bila kusahau barabara zinapitika kwa masaa 24 pamoja na makazi ya watu wanaoishi. Viwanja vyote vipo katika hali ya tambarare, viwanja vyenye ukubwa wa futi 40 mpaka 50, na huku bei zetu ni nafuu kuanzia shilingi milioni 1.8 kwa kila kiwanja, na unaweza kulipa kwa awamu 2, bila kusahau nyaraka zote za kiserikali zinapatikana. Wasiliana nasi kwa simu namba 0658 993090 au 0693 784910. Suyutwi Link Tanzania, miliki kiwanja cha ndoto yako.